yaliyojitokeza jana Mbinga, ambapo mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu alikamatwa kinyama kabisa, na mpaka sasa hatujaambiwa yuko wapi. Hakuna anayejua kutoka kwenye chama chetu wala uongozi wetu kwamba mwenyekiti wetu yuko wapi, tofauti na taarifa ambazo tunapata. Na baada ya Mheshimiwa Tundu Lissu kukamatwa, mmeona yanayoendelea. Polisi wanafanya harassment, wanapiga mabomu maeneo ya ofisi yetu hapa. Yeye wenyewe tunafanya hapa, mnaona macho, watu wanatoa machozi kwa sababu ya polisi kupiga mabomu kwenye ofisi hii. Lakini vile vile pale uwanjani, uwanja wa Matarawe ambapo tunakwenda kufanyia mkutano, polisi wanapiga mabomu pia. Sasa nina key notes ambazo nitazungumzia. Cha kwanza, mawakili wetu ndani ya nchi na nje ya nchi, akiwemo Robert Amsterdam ambaye atashughulika kimataifa, ameshapata taarifa kamili ya kwamba mwenyekiti wetu amekamatwa, na yeye ataanza kufanya kazi kimataifa. Na tunatoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuhakikisha inafuatilia nchi hii na kufuatilia kinachoendelea Tanzania kwa karibu kabisa. Kwa hiyo kwa upande wa kimataifa, wakili Robert Amsterdam na wengine ambao wako nje ya mipaka nchi yetu watafuatilia na kwenda kwenye maofisi mbalimbali ya kimataifa kwa ajili ya tukio hili. Lakini ndani ya Tanzania hapa tunapozungumza, wakili Kibatara, wakili Deogratias Mahinyira na mawakili wengine ambao wako Dar es Salaam wanafuatilia jambo hili. Kibatara yuko hapa na baadaye atazungumza na waandishi wa habari pia, akiwa mahakama ya hakimu mkazi nafikiri mkoa wa Songea. Sasa kuna mambo ya kuzungumza. Naomba kuinterrupt hapa. Inasemekana sasa hivi press conference yetu tunaanisha hivi. Kutoka ndio kwa kamanda kwanza. Hatutatoka hapa bila kuzungumza na waandishi wa habari, kwa sababu hauna haki ya kutuzuia. Afande. Matemu. Kitendo cha kumshikilia mwenyekiti wetu na viongozi wengine ni kitendo cha kuraniwa kwa nguvu zote. Ni njama za kuzuia Chadema kuwaeleza Watanzania jinsi ambavyo Samia na serikali yake ya CCM wanatengeneza mfumo wa kuiba uchaguzi na kusababisha utapanyaji mkubwa wa rasilimali za umma ambazo zinatumika kwenye uchaguzi ambao sio uchaguzi. Mwenyekiti na viongozi wa Chadema tumejikita kwenye kuelimisha umma, wananchi, umuhimu wao kuchukua hatua kuzuia kinachoendelea kutokea, kusiginwa kwa haki za binadamu na kupokwa mamlaka yao ya kufanya uchaguzi katika nchi hii na kuchagua viongozi wanaohitaji. Kwa sisi hilo tumelichukua na tutalifanyia kazi, hata kama mwenyekiti hayupo, hata kama wakitaka kutukamata wote. Hii movement ya no reforms no election haitasimama. Kushikiliwa kwa mwenyekiti kwa Lissu ilikuwa ni matumizi makubwa sana, kwa sababu Lissu ni kiongozi ambaye angeweza kuitwa na akajipresent yeye mwenyewe polisi kwa muda ambao wangekubaliana, lakini kwenda kumkamata kwa kupiga mabomu na kutumia excessive power kwa mtu mmoja ambaye pia tunajua hali yake alionayo, ilikuwa ni kitendo cha kulenga kumdhuru zaidi, kwa sababu tunajua Lissu alipigwa risasi mwaka 2017 na hali yake ya afya wote tunaijua. Kwa nini tumie nguvu kubwa kama ile kumwarrest mtu ambaye tayari ana matatizo ambayo yamesababishiwa na kupigwa risasi? Lakini vile vile tukitaka kujua kwamba hili tukio ni tukio ambalo limelengwa katika labda kumdhuru Lissu au hata kumuua, ni hawa watu tangu mwaka 2017 Lissu alipopigwa risasi mpaka sasa hakuna uchunguzi wowote umefanyika na kutolewa kwa Watanzania ni kina nani walimpiga Lissu risasi na kwa nini hawajashikwa mpaka sasa. Kwa nini hakuna kesi yoyote ambayo imeshafunguliwa na watu kukamatwa kuwekwa ndani kwa tukio lile la kinyama?
Chadema inaongoza kampeni ya kupinga vita ubadhirifu.